Moja kwenye ufinyu wa utekelezaji wa miradi ya ujenzi wa barabara. Kwenye suala zima la ufinyu, wakati tunapitia uchambuzi, nilikuwa najiambia kama endapo idadi ya mapambio yaliyotajwa kwenye wasilishaji wa bajeti kwa utawala ingekuwa ina reflect kiwango au utekelezaji wa bajeti ya miradi ya barabara, nadhani Tanzania tungekuwa mbali sana. Tumesifia sana kuliko allocation ya bajeti nzima ya ujenzi wa barabara. Lakini ukiacha tu kwamba kuna ufinyu, tuna changamoto ya ucheleweshaji wa miradi ya barabara. Katika mwaka wa fedha 2025/26 serikali imeendelea kutenga bajeti ndogo sana kwa ajili ya ujenzi wa barabara mpya, ukarabati na matengenezo. Serikali imetenga trilioni 2.1 pekee kwa ajili ya miradi ya maendeleo ya barabara. Lakini kati ya hizo shilingi bilioni 986.3 ndio zimepelekwa TANROADS kwa ajili ya matengenezo na ukarabati wa barabara kuu na za mikoa. Hata hivyo, kati ya fedha hizo zote ambazo ni trilioni 2.1, tunaona kwamba kuna kati ya fedha hizo ambazo ni trilioni 2.1, kuna trilioni 1.02 zimetengwa kwa ajili ya kulipa madai ikilinganishwa na mahitaji na malimbikizo ambayo ni takriban trilioni 4.6 kwa mujibu wa ripoti ya CAG 2023-2024. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni kama tunaenda backwardness, tunapiga hatua mbili nyuma, tunaenda hatua mbele nyuma. Bajeti imeelekezwa kwa utekelezaji, bajeti nzima ni trilioni 2.1, lakini unachukua trilioni 1.2 unalipa madai ya nyuma na malimbikizo ya matengenezo ya barabara, kitu ambacho katika hali halisi zile za maendeleo zingepaswa kuwa nyingi kuliko ambazo labda kulikuwa na mapengo ya huko nyuma. Aidha, serikali iliahidi kwa kishindo mwaka 2023 kuwa itajenga barabara 7 zenye urefu wa kilomita 2025 kwa utaratibu wa kandarasi kusanifu, kufanya manunuzi, kujenga na kugharamia miradi hiyo ambayo kiutaalamu tunaita EPC+F zenye thamani ya shilingi trilioni 3.773 kupitia TANROADS. Wananchi tuliahidiwa ujenzi wa barabara hizo ungeanza punde na zingekamilika kwa pamoja ndani ya miaka 5. Kinachoshangaza ni kuona kwamba mpaka sasa hivi serikali imegeuka na kuja na kauli zingine kwamba zitajenga kwa utaratibu ambao unaitwa utaratibu wa sanifu na jenga. Kauli hii ya serikali bungeni inaibua maswali mengi yanayohitaji majibu. Sisi tunashangaa na labda tungejiuliza serikali iliwezaje kuingia mikataba na wakandarasi ambao kitaaluma hawajafanyiwa labda due diligence, kwa sababu katika hali ya kawaida unategemea kabla ya wakandarasi kuingizwa kwenye utekelezaji au kupewa mikataba kwa ajili ya utengenezaji wa barabara wangefanyiwa due diligence kujiridhisha iwapo wanafaa kufanya shughuli ambazo zinatarajiwa. Maswali haya yanaonyesha kuwa wazi serikali iliwalaghai wa Tanzania na kuwapa matumaini bandia wananchi wa maeneo haya ambao hawana barabara zinazopitika tangu kupatikana kwa uhuru. ACT Wazalendo tunamtaka Waziri wa Fedha atoe ufafanuzi wa utaratibu huu mpya kwa kutuhakikishia kuwa haitokuwa kichaka cha kuiba fedha za wananchi, lakini pia atuthibitishie kwamba hakutakuwa na yanayoendelea sasa hivi ambapo sisi tunayachukulia kama kukwepa utaratibu wa zabuni uliopo kwa mujibu wa sheria. Kwa upande mwingine, bajeti ya serikali haiendi kujibu kilio cha kusuasua kwa miradi kutokana na kutotenga bajeti ya miradi ya maendeleo. Ripoti ya CAG imeonyesha jumla ya miradi milioni 136 yenye thamani ya shilingi trilioni 1.34 imesuasua, huku baadhi ya miradi ikiathiriwa na ucheleweshaji na ambao kwa takribani kwa kukadiria inafika karibia 92%. Hii inaonyesha udhaifu mkubwa wa usimamizi wa utekelezaji wa miradi hii ya maendeleo. Hali hii inatia hasira.
inatia hasira na kuona kuwa taifa maskini kama Tanzania ambalo linapaswa kuhakikisha kila shilingi inayotengwa kwa miradi ya maendeleo ya wananchi inaendelea vyema, na badala yake tunachokiona ni kuwa serikali inaishia kupoteza hizi pesa ambazo zinaenda kwenye matumbo ya Watanzania wachache ambao wananufaika. Sambamba na hilo, ripoti zinaonyesha kwamba CAG ameonyesha utekelezaji wa miradi yenye thamani ya mamilioni ya fedha. Ameelekeza katika sekta barabara, afya, miundombinu na maji. Ripoti inaonyesha kwamba miradi mingi haijatekelezeka ikiwepo miradi 22 yenye thamani ya shilingi bilioni 505.62 ambayo ilitelekezwa kwa sababu za ukosefu wa fedha na mipango duni. Kwa hiyo katika miradi ambayo ilikuwa imeelekezwa, miradi 22 imetelekezwa, haikutekelezwa kama ilivyopaswa. Kwa hiyo tunachosema sisi ni muhimu kwamba serikali ni muhimu kwa serikali iamue kutenga fedha za kutosha kwa ajili ya miradi iliyotajwa. Swala la pili kutoka kwenye uchambuzi huu litaelekea kwenye kilio cha kikokotoo kwa ajili ya mafao ya wastaafu, ambayo kwa kiasi kikubwa imekuwa ni pigo, na wote tunajua kwamba tangia kikokotoo hichi kimetambulishwa kumekuwa na malalamiko mengi, na sio tu malalamiko, wananchi wamekuwa wakipitia changamoto nyingi sana za kimaisha kwa ajili ya kile ambacho wanakipata, na tofauti na ambacho kile walichokuwa wamekitarajia walipokuwa wakifanya kazi. Ni kawaida katika hali halisi unapofanya kazi na unakatwa kiasi chako cha pesa kwa ajili ya kukuwekea kama akiba, ambapo kusaidia ukistaafu, unakuta tofauti na ulichokitarajia, kitu ambacho sio ambacho kila mtu alikitegemea au alikitarajia. Kwa hiyo katika hali ya kawaida tumekuwa experience kutoka kwa ndugu jamaa, lakini pia tunaona Watanzania wenzetu wakiumia kutokana na ambacho wanakipata baada ya changamoto zinazotokana na kikokotoo hicho. Swali la kikokotoo kwa wastaafu kimeendelea kuwa kitanzi kwa watumishi wanaomaliza muda wao. Watumishi hao tunamaanisha polisi, watumishi wa umma, watumishi wa umma kwa maana ya walimu, watumishi wa afya na watendaji wengine wa serikali, lakini pia sekta binafsi. Kilio hiki kimekuwa hakina tiba na hakina majibu, na hata bajeti hii pia haijaonesha kama itaenda kutibu kitendawili cha kikokotoo. Serikali haijafanya marekebisho ya kikokotoo cha wastaafu kilicholalamikiwa cha 40 na 35 kwa wafanyakazi wanaochangia mifuko ya PSSSF, lakini pia NSSF kadhalika. Hatua hii inapelekea wafanyakazi na watumishi kupata malipo wanayopata ya mkupuo kupunjwa. Serikali ya CCM inaendelea kutumia kanuni zilizopitishwa mwaka 2022 zinazompunguzia mstaafu mafao yake kwa kuwalaghai kwa itawasaidia, lakini inaendelea kuwakandamiza kupitia vipengele vinne ambavyo nitaka kuitaja. Kipengele cha kwanza ni kile ambacho asilimia inapunguza mafao kwa wastani wa 60%. Hiyo asilimia ambayo inakatwa inapunguza kile ambacho wanakipata, kinapunguza mafao yao kwa 60%. Lakini pia kuna kipengele ambacho ni kigao kinaitwa kikokotoo cha 1/580 badala ya 1/540, ambacho pia kinampunguzia mafao yake mfanyakazi mstaafu kwa 7%. Lakini kuna utaratibu wa kutumia wastani wa mishahara mitatu ya juu badala ya kutumia mshahara wa mwisho ambayo inaporomosha mafao kwa 7.2. Awali ilikuwa pensheni inapigiwa mahesabu kwa mshahara ule wa mwisho, lakini baada ya kikokotoo pensheni inapigiwa mahesabu kwa mishahara mitatu ya mwisho ambayo tumeona inashusha mafao yake yale ya jumla kwa 7.2. Lakini kipengele cha 4 ni kupunguzwa miaka ya kuhudumiwa na pensheni kutoka miaka 15 mpaka miaka 15.5 mpaka miaka 12.5, inayopoteza maana ya pension na kujaza hofu au wastaafu. Kwa hiyo kabla ya kikokotoo ilikuwa mstaafu analipwa baada ya kustaafu analipwa pensheni kwa miaka 15.5, lakini baada ya kikokotoo mfanyakazi analipwa pensheni baada ya kustaafu kwa miaka 12.5. Lakini pili, hatua hii inaendeleza ubaguzi miongoni mwa wafanyakazi.
Wafanyakazi wanabaguliwa kutoka sekta binafsi na wanaobaguliwa ni wa sekta binafsi wanaohudumiwa na mfuko wa pensheni wa NSSF, na ni kufanya hivi ni makosa ambayo yamekuwa yakijirudia mara kwa mara. Mfumo wa hifadhi ya jamii husaidia na kulinda maisha ya watu na kutoa uhakika wa kuishi vizuri unapokutwa na majanga, na ndio dhamira kuu, au unapokutwa na majanga au kupoteza uwezo wa kufanya kazi kwa namna yote ile, na hivyo unapaswa uangalie, kwa sababu kama nilivyosema awali, mtu anatarajia kistaafu aishi maisha basi hata kama yasiyofanana na yale wakati anafanya kazi, lakini yampe unafuu wa yeye kuweza kuishi na kujikimu kama ilivyokuwa akiwa anafanya kazi. Tupaswi kuadhibu wazee wetu kwa kukubali kanuni hizi kandamizi zinazoenda kuwapunja mafao yao na kufupisha muda wa kuwahudumia na kuwakadiria kifo mapema zaidi. Aidha, tunaendelea kupinga uamuzi wowote wa serikali kung'ang'ania shilingi za wafanyakazi kwa kuingiza kwenye mchezo ambao tunaoita lesser devil. Tunaitaka serikali kurejesha kanuni za kabla ya 2018 ambapo zinatoa mafao ya malipo ya mkupuo kwa 50%. Kikoto hichi ilikuwa ni kile cha 1 kwa 540. Umri wa kuishi baada ya kustaafu kwa muda wote atakaoishi. Vile vile waziri kupitia hotuba ya bajeti alieleza kuwa serikali haijamaliza kulipa deni la waliokuwa wafanyakazi kabla ya mwaka 1999 na kwamba katika trilioni 4.46 wanazodaiwa PSSSF wamelipa trilioni 2.18 tu. Madai haya yanaifanya PSSSF kukosa uwezo wa kuwalipa haraka wastaafu na kuwekeza kwenye shughuli